Hujambo na karibu kwenye Ausio ya Crown FM. Mimi ni Harun Tambwe na hii ni time ya Tobo la Ausio hapa 92.1 Crown FM. Kimsingi leo tuko na Dr. Ibrahim Chenza na watu wengi mmekuwa mkimfuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Kuna ambao mko kwenye upande wa kuona mazuri anayofanya na kuna ambao mko kwenye upande wa kukosoa na kadhalika. Leo tuko naye kama kijana wa mfano wa kuigwa ambaye ana mengi kayafanya na tunastahili kujua njia gani kazipitia. Lakini tunachokijadili leo kwenye Ausio ni heshima binafsi na mchango gani katika kukuza kipato, maarifa, lakini kubadilisha maisha ya kijana vile vile. Na kwa sababu tuko na kijana ambaye ame-experience hayo yote, tuna mengi ya kujifunza. How do you feel kuwa kwenye Tobo leo la 92.1? Kwanza I'm honored. Najua kushika hii microphone sio jambo dogo. Yeah. Kwa hiyo ninashukuru kwa mwaliko maalum na kuja kunitembelea ili tuweze kudiscuss mawili matatu. Yeah. Kwa hiyo niko tayari kushare. Au sio? Sawa. Wewe ni how can you describe yourself? Wewe ni mtu wa aina gani? Mimi ni cheesy. Mimi ni cheesy ambaye nafanya vitu ambavyo wengi hawategemei kwa sababu havipo katika curriculum ya maisha ya kawaida. Yeah. Kwa nini umechagua hilo? Nimechagua hilo kwa sababu mimi naamini Mungu alipoumba wanadamu aliwaumba katika namna tofauti. Na kwa sababu aliwaumba katika namna tofauti, kila mmoja aliweka utofauti kwake ili kuleta dunia iwe inapendeza. Variety tofauti ya watu kwenye dunia inaleta dunia kuwa tamu. Maana yake wote wakiwa aina moja, wote wakiwa na mlengo mmoja, dunia inaboa. Maana yake kuna swali moja niliwahi kuulizwa na mtu. Kipi kinakuinspire kama una hela? Una kila kitu ambacho unakitaka kwenye hii dunia, yani kwa mfano assume you get a chance to get everything in this world. Kipi kitakunyanyua asubuhi kutoka kwenda kufanya kazi? Nikagundua wengi hawatatoka kwa sababu wengi wanatafuta hela. Kwa hiyo itamfanya sasa na kila kitu atatoka. Lakini sasa mimi hapo nikaona hapana. Mimi hata kama nikiwa na kila kitu nitatoka. Kwa sababu nina vitu ambavyo ninahisi kila siku vinanifanya nitoke. Kwa hiyo that's why nasema ninaweza kujidescribe katika mfumo huo kwa sababu ninaitumia akili ambayo Mungu amenipatia kufikiri na kuwaza na kufanya vitu ambavyo katika mifumo na watu waliotengenezwa kimfumo hawawezi. Mfumo unajua umetokea, nenda shule, soma, pata kazi, fanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo wengi wako hivyo. Kwa hiyo sijui nani aliyeweka sheria kwamba watu waamke saa 12, waende kazini saa 2, wafike kazini, watoke saa 11, wakae kwenye foleni ambazo hawazipendi, wawe bored siku nzima, aende ofisini ambako bosi anamchukia lakini hana namna ya kufanya. Sasa kama unamchukia si uache. Utafute kitu kingine ambacho kitakufeel, utafeel comfortable ukifanya, utakuwa inspired. Sasa ila kama unafanya kwa ajili ya hela, hilo ni tatizo. Lakini sasa mimi niliona hivyo. Kwa mimi not because of money, it's because of feeling. How I feel after doing something. Sasa ukisema hivyo, yuko kijana anaweza kahisi labda pengine tayari umepata fedha. Ndio maana haufanyi kwa ajili ya fedha. Labda una mianya inayokutengenezea hiyo fedha. Unawezaje kumsaidia kijana? Ni kweli ni rahisi kuwaza hivi. Unajua iko hivi. Unaweza kuwa unatafuta hela afu una purpose. Na yenyewe ni changamoto. Kwamba wewe mission yako ni kutafuta nini? Hela. Unaamka asubuhi hela. Do you know about money? Unaifahamu hela ni nini? Mimi naweza nikatafsiri hela katika namna tofauti kabisa. Hela ni kitu muhimu ambacho tunakihitaji katika maisha, lakini sio kila kitu. Kauli hii unapoizungumza mara nyingi wanasema izungumze wakati una hela. Lakini pia unatakiwa ufikirie hivi hata kabla huna nini? Kuna hela. Labda nikupe vitu viwili. Moja, mimi kwangu hela nailinganisha na maji. Maji ni muhimu. Tunayatumia, tunaoga, tunakunywa. Ni kitu muhimu sana kwenye maisha kwa sababu bila maji hatuwezi kufanya. Lakini swali, ushaimwona mtu ambaye anachonga tenki kubwa la maji ambaye anasema hili tenki siku maji yakiwa hayapo tenki litanisaidia, au siku maji, kwa sababu kuna siku maji yatakuwa hayapo kabisa, alafu tenki litanifanya niishi mpaka nizeeke. The same to money. Kuna watu leo wana save hela akifikiri kwamba ipo siku channel zangu za kuingiza hela zikikwama, hizi zilizopo nitazitumia na zitatosha. Haziwezi zikafanya. Kwa hiyo mwisho wa siku utagundua watu wanatumia njia mbalimbali kuchimba mabomba kuleta maji ndani ili yawe yanayatumia. Yanapotea huku yanafanya nini? Yanatumika. Yanapotea huku yanakuja mengine. Yanapotea huku yanakuja mengine. Kwa hiyo katika matumizi yake sasa ya maji ndio yanayoleta maana ya nini? Kwa pesa ipo kwenye maana, yani maana ya pesa ipo kwenye matumizi. Sio kujiminya. Kuna watu wengi leo wanafanya nini? Wanajiminya. Sasa tofauti ni hii. Badala ya kuchimba bomba lile linakuletea maji always, ambao tunasema ni flow, cash flow. Watu wengi leo wamekamatwa kwenye mtego wa afanye ili apate. Afu akishapata basi
afanye ili apate, afu akishapata basi. So my point siku zote ni hii, tafuta kitu kinachoweza kuingizia channel ya nini, ya hela. Make sure inaingia mfululizo, inakuwa inaingia na inaingia tu baada ya ku-add value yako wewe mwenyewe, kujua nini unataka, unafanya kwa sababu gani, ili iweje. Haina maana kwamba ajira ni mbaya. Hata kama unafanya ajira, nini kingine nje na ajira ambacho unakifanya ambacho kina uwezo wa kuendelea kukupatia nini, cash flow. Then from the cash flow, fulfill what you feel. Kitu ambacho ukifanya uta feel good. So watu wengi wanasahau feeling good kama ni kitu muhimu sana katika hii dunia. Na Mungu alituumba ili tu feel good. Na ndio maana ukisoma uumbaji, anasema akafanya ile, Mungu akaona ya kuwa vyote ni vyema. Maana yake yeye mwenyewe alifeel good baada ya wow. Nimeumba mwanadamu. Sasa ngoja nipumzike. Sasa alifeel good baada ya kufanya. So the same to human being. We have to feel good. So mtu anafanya kazi hana furaha, haipendi kazi anayoifanya. Tafuta kitu ambacho utakifanya, uta feel good. Kwa hiyo it's not about hela tu kwamba mimi natafuta hela. After hela nini, what next? Sasa what next natakiwa uanze kukifeel even if upo kwenye mchakato wa kutafuta nini? Wa kutafuta hela. That's why nimesema hivyo. Sawa. Basi nafikiri tujielekeze moja kwa moja. Leo tunajadili kuhusu heshima binafsi na labda tufahamu kutoka kwako. Wewe ni kijana lakini unakaa na vijana, una mentor vijana vile vile. Heshima binafsi ina mchango gani ama ina mchango wa kiasi gani katika kukuza kipato na kubadilisha maisha ya kijana? Kwangu mimi heshima binafsi sijui inaweza ikawa na mtazamo sawa na wewe, lakini heshima binafsi mimi nafikiri ni wewe mwenyewe unavyoheshimu kwanza fikra zako. Kuziheshimu kwanza fikra zako. Dunia ina distraction nyingi. Dunia hii kwa sababu watu wengi wanaishi kwa mazoea, ni rahisi kukudistract kwenye kile kitu ambacho wewe unakifanya. Kwa hiyo usipoweza kuwa na self discipline, usipoweza kujiheshimu na kuheshimu kile kitu ambacho kimo ndani yako ambacho ndo tunasema ni burning desire, yani source ya kila kitu kwenye maisha yako. Unaweza kuwa kila siku unafanya jambo jipya. Mimi nishaona watu wengi unapoamua kufanya jambo fulani kunakuwa na a lot of people wanakushauri. Ndio maana mimi mtandaoni nina sera yangu moja, naambia usinishauri, utanichanganya. Yaani kwa nini unishauri kwenye kitu changu mimi? Yaani maana yake unapokuja kunishauri mimi ni kama yale maswali ambayo anakuambia discuss afu anakusahisha. Unanisahishaje swali ambalo umeniambia ni discuss? Hii ni akili yangu mimi ninavyofikiri na kupatia mtazamo wangu, wewe unaanza kuja kunisahihisha. Wewe yani unanisahihishaje sasa? Kwa sababu ni mtazamo wangu. So mimi nafikiri kwa heshima binafsi ni wewe kuheshimu mawazo yako kwanza na maamuzi ambayo umefanya na uhuru wa kuamua nifanye nini kwa sababu gani. Kuna watu wengi leo wanafanya vitu ambavyo hawajaamua kufanya, hilo ni kwa sababu unalazimika. Sasa hilo ni tatizo. Kwa hiyo ina mchango mkubwa katika kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu utaamini unachokifanya hata kama wengine hawakielewi, hata kama watu hawakioni. Lakini cha pili, kitakupatia inspiration. Utakuwa inspired unapokifanya kitu fulani, kwa sababu wakati fulani you don't need other people to be inspired kwenye kitu unachokifanya. Ukiona mtu mwingine amekuwa inspired na kitu chako, ni yeye kielele chake, lakini wewe kubwa ni wewe unakuwa inspired na kitu unachokifanya wewe. Lakini jambo la tatu, kuna creativity nyingi zitatoka kwako kama unaweza ukawa na heshima binafsi, kwa sababu utakapoheshimu heshima binafsi huwa zinaheshimu pia mchakato. Unajua okay, this one it can't be easy, sio jambo la siku moja. Utaheshimu hata ule muda unaokwenda. Na ndio maana matajiri wanaheshimu sana matajiri wenzao. Ni maskini tu ndo mtu ambaye anaweza kumdharau na tajiri, kwa sababu tajiri anafahamu how it takes to be who he is kwa kipindi hicho. Kwa hiyo anamuona mwingine mwenye kitu kama alichonacho yeye sio mchezo anakifanya. Kwa hiyo anaipa ile thamani halisi ya kile kitu. Lakini mtu mwingine ambaye haiwezi kuona thamani, hajawahi kufanya, haelewi, ni rahisi kuchukulia kawaida. Kwa hiyo heshima binafsi itakupatia direction ya kuamini direction ambayo umejipatia, kwamba mimi nimeiamini njia. Nina uhakika hii kwangu mimi ndo njia yangu. Na nataka niipitie hii no matter yupo nani mbele, nani amewahi kuipitia au nani hajawahi kuipitia, ila mimi hata kama hakuna alishaitoboa, mimi napita na ninakwenda kutoboa. Kama huheshimu mawazo yako, atakuja mtu mwingine atakwambia hakuna kitu hapo na wewe utaamini. Maana yake you don't respect yourself. Kama unajiamini, unajiheshimu wewe mwenyewe, unaheshimu mawazo yako, ni ngumu mtu mwingine kuja kukudistract kwa namna moja au nyingine, kufanya kwamba kile unachokifanya kionekane ni kidogo au hakina maana au hakiwezi kukufikisha popote. Utaheshimu na utaheshimu. Kwa hiyo heshima binafsi ina mchango mkubwa sana kwenye kila kitu katika kuleta matokeo ambayo yakija kuonekana kwa macho
yanaweza akawa ni kitu kikubwa, lakini kwa sababu yalianza kichwani kwako. Sawa. Kuna ripoti UNICEF Tanzania 2023 ambayo ilionyesha karibu 58% ya vijana kupoteza confidence kutokana na malezi ya tulikotokea huko, yenye maneno ya kubeza na kadhalika. Labda sasa tuangalie malezi yana mchango gani kwenye kwa kijana kwenye kutambua thamani yake binafsi na hata kujiheshimu, kwa sababu ni wazi wakati mwingine kuna lack of confidence. Yes. Mimi nina watoto nyumbani. Nimeenjoy sana makuzi yao. Kwa hiyo kuna vitu nimevijua kwamba okay, watoto wanapozaliwa wanakuwa wanajiamini sana. Mtoto anaweza kusimama hapa kwenye meza, yuko pale anacheza, yeye haoni tatizo lolote, anajiamini kwamba yuko sehemu. Wewe acha hicho. Namtia hofu. Kwa hiyo ile hofu unaanza kumjengea inaanza kumfanya nitaanguka. Hajai kuanguka. Na akianguka namna unavyo respond, mtoto anaweza akajikwaa kaanguka. Respond yako itamsababisha alie au anyamaze. Umeruka. Anasikia maumivu. Anasikia pain, lakini anajikaza kwa sababu kuna mtu amempa confidence. Ushujaa fulani. Ananyanyuka akiwa na ushujaa. Mtoto anaweza akabeba ndoo yenye maji mengi. Ananyanyua. Wewe huwezi nyanyua. Jemedali ananyanyua. Jemedali muone sasa anakuja. Atajitutumua, ataifikisha. Kwa nini? Sasa yote haya ni malezi. Kwa hiyo malezi yana mchango mkubwa kumfanya mtu aweze kujiamini. Bahati mbaya ni kwamba sijui, nafikiri ipo elimu ya malezi pia. Kama haipo basi watu wasome vitabu. Lakini pia ni muhimu sana mtoto kumfanya ajiamini. Mimi nimekuwa kwenye familia ambazo no one trust in you. I know. Uwezo mkubwa ambao ninao, najua kabisa hili mimi naweza, lakini mama anakwambia ufanye uwezi. Inaharibu. Yaani ni neema ya Mungu tu iambatane na wewe. Ikutoe kwenye ile kujiamini na uwe ni mbishi by nature, yani kwamba unaambiwa hivi you are going against. Yaani mimi hayo ya kwako wewe mimi hamna. Lakini hivyo vitu vinatokea. Mimi nakumbuka back days, unajua back days nilikuwa, mamangu alikuwa ananiambia sina M mkononi. Hapa kwenye alama ya mkono sina M. Kwa ananiambia mimi sina bahati. Wanasema millions mystery. I don't know, wanasema huna bahati. Any connection ni ipi between M kuwa mkononi na kuwa na bahati? Ni vitu vya kufanya. Mamangu alikuwa akipenda kuniambia hivyo, ananiambia mdogo wako huyu atakuja kuwa naye. Mimi nikawa nambishia. Mimi kuna bana, hamna bana, mimi nitakuwa nazo. Yaani nakuwa mbishi kwenda against. Hasa by then nilikuwa sijui kumbe, lakini nimekuja kusoma baadaye, nimekuja kugundua kwamba the way nilikuwa nakataa, nilikuwa najitengenezea confidence mimi mwenyewe na kuwa naitengeneza subconscious mind yangu ku accept kwamba yes, sio hivi. Sasa malezi pia yanaweza kachangia, kwa sababu kama unapata malezi ambayo yatakutengenezea tofauti, yatakufanya uwe una lack confidence, uwezi kueleza mawazo yako yakasikilizwa, kwa sababu maybe ukianza kujieleza kimya. Yaani unaulizwa swali kwamba hiki kimeenda vipi? Yaani ile kabla hujatoa maelezo umeshapewa mabanzi. Yaani kabla hujajieleza kipindi cha mabanzi inakuwa ni ngumu. Na ndio maana mimi nimefanya research yangu mwenyewe. Kuna wale wanafunzi ambao tumesoma nao shuleni walikuwa ni wabishi, yani huwezi kumwadhibu tu kwa sababu eti ni mwalimu yani. Lazima mje kwenye negotiation. Bro, mimi nimefanya research ya wale washikaji. Wengi wametoboa. Wengi kwenye maisha wametoboa. Hawako under suppression fulani. Yaani wanakataa. Yaani kwa nini unipige bila kunieleza? Yaani mimi kosa hili sio la kwangu, mimi sijafanya. Yaani kwa nini unipige? Yaani unakuta mtata. Wengi nimekuja kufuatilia. Mimi nimefuatilia kwa watu ambao nimesoma nao kwanza primary. Kuna watu tabia zao nimekuwa nikizisoma kwamba kuna mwingine hataki ishari. Yaani mwalimu nichape. Unanionea ni kweli, ila nichape yaishe. Liwalo na liwe. Unakuja kugundua kwamba kwa hiyo malezi yana mchango mkubwa sana, kwa sababu yanakutengeneza kuwa namna fulani ya mtu fulani ambaye unapokuja kwenye reality sasa inakusaidia wewe kuweza kugrow au kuweza kuanguka.